Hujambo mwanafamilia wa Mbayu TV, karibu sana katika YouTube channel yetu mahali ambapo unayapata yale yote ambayo yanatokea kila siku na kila saa. Na hivi sasa tunaangazia hapa ambapo jumuiya na taasisi za Kiislamu nchini zilizo chini ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA zimewataka vijana na wananchi kwa ujumla kutumia busara, utulivu na kufuata utaratibu wa kisheria wanapodai haki zao, huku zikisisitiza umuhimu wa kuepuka mikusanyiko isiyo rasmi hususan tarehe 9 Disemba mwaka 2025 kufuatia taarifa za uwepo wa maandamano. Akizungumza leo hii kwa niaba ya Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania katika msikiti mkuu wa BAKWATA wa Mohamed wa 5 wilayani Kinondoni mkoani Dar es Salaam mara baada ya itifaki ya kitaifa iliyoitishwa na Mufti Amiri Mkuu wa Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu Tanzania ambaye anatambulika kama Sheikh Musa Kundecha, ametoa wito mahususi kwa vijana kuzingatia usalama wao na wa taifa. Namnukuu anasema kwamba tunawaasa vijana wetu kutumia siku ya tarehe 9 Disemba kukaa nyumbani na wazazi wao, kuliombea taifa letu na kufanya ibada kama sehemu ya kudumisha amani na utulivu wa taifa letu, amesema Sheikh Kundecha, na kuongeza kuwa tunataka Waislamu na Watanzania wote kwa ujumla pale wanapolazimika kudai haki zao, iwe serikalini au popote pale nchini, wadai haki hizo kwa kufuata taratibu na sheria tulizoziweka katika nchi yetu, kufuata sheria na taratibu katika kudai haki, kutahakikisha kwamba haki za Watanzania wengine nazo hazivunjwi. Hayo ndiyo maneno ya Sheikh Kundecha ambayo ameweza kuyazungumza siku ya leo hii, akiwaasa Waislamu kuweza kujitenga na maandamano ya Disemba 9. Utakumbuka hivi sasa ukipita katika mitandao mbalimbali ya kijamii unakuta na hamasa inaendekezwa na baadhi ya watu wakiitisha kwamba tarehe 9 ambapo kihistoria Tanzania inakuwa inaadhimisha siku yake ya uhuru ambayo iliutoa mwaka 1961, basi wanaita siku hiyo kama ni siku ya maandamano ya kuweza kudai vile vitu ambavyo wao wanakuwa wanavihitaji, pengine vinaonyesha kwamba kwa upande wao havijaweza kutekelezwa vile ipasavyo. Kwa hiyo wanahitaji kutumia hiyo siku kuweza kuendesha maandamano hayo, licha ya kwamba ni maandamano ambayo mpaka hivi sasa hakuna vyombo vya kiserikali ama vyombo ambavyo vinahusika kuweza kutoa vibali vya kuruhusu watu kuweza kuwa na mikusanyiko ya namna hiyo, hawajaweza kutoa taarifa ya kwamba siku hiyo kuna maandamano hayo. Na ndio maana unakuta BAKWATA wameamua kutoka na kuweza kuwaasa Waislamu waweze kujitenga na maandamano hayo. Mpaka hivi sasa hakuna taarifa yoyote ambayo inaeleza kwamba kuna uhalali ama si uhalali ya kuweza kuyafanya maandamano hayo. Bwana, hii ni Mbayu TV, endelea kubaki nasi kila siku na kila saa. Langu jina ni David Edward.